Na tukisalia papo hapo, marehemu Papa Francis aliyefariki asubuhi ya Jumatatu tarehe 21 Aprili mwaka huu atasalia mwenye historia baada ya kutangazwa kama kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Amerika ya Kusini mwaka 2013. Ifuatayo ni wasifu wake marehemu Papa Francis aliyemrithi marehemu Papa Benedict wa 16 aliyeandikisha historia kama papa wa kwanza katika historia ya kanisa Katoliki kustaafu kwa hiari baada ya takriban miaka 600. Wengi walimfahamu vyema kama Papa Francis, ila alipozaliwa mnamo tarehe 17 mwezi Disemba mwaka 1936 huko Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, alipewa jina Jorge Mario Bergoglio. Tofauti na kawaida, alipochaguliwa kuwa papa mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013 akiwa katika miaka ya 70, wiki mbili tu baada ya mtangulizi wake marehemu Papa Benedict wa 16 kustaafu kwa hiari, marehemu Papa Francis alijichagulia jina lisilowahi kutumiwa na mapapa waliomtangulia, chaguo lililoaminika kuelekeza nia ya kutafuta kwa namna fulani roho ya Francisco wa Asizi. Mwaka wa 2013 historia iliandikwa pale ambapo marehemu Papa Francis alitangazwa kama kiongozi wa kanisa Katoliki, akiwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na wa kwanza kutoka shirika la Yesu. Kabla ya kuwa papa, Bergoglio alikuwa kardinali wa jimbo la Buenos Aires na alijulikana kwa mtazamo wake wa pekee katika masuala mbalimbali ya kijamii. Katika kipindi chake, Papa Francis alijulikana kwa kuwaridhisha wahafidhina kutokana na mtazamo wake wa utamaduni, lakini pia alipata umaarufu miongoni mwa wanamageuzi kwa msimamo wake. Uongozi wake Papa Francis ulifafanuliwa na kujitolea kwake kwa haki ya kijamii na msaada kwa waliotengwa na wasiojiweza. Wakati maisha yake ya utotoni yalikuwa ya urahisi na kujitolea kwa imani yake, katika ujana wake alifanya kazi ya kawaida na kuunga mkono klabu yake ya soka ya eneo hilo, shauku aliyodumisha muda mrefu baada ya kuwa kasisi mnamo mwaka 1969. Hata hivyo, upapa wake haukuwa bila changamoto, kwani katika mchakato wa kuleta mageuzi ndani ya urasimu wa Vatikani, baadhi ya mipango ya Papa Francis ilikumbana na upinzani mkubwa, hasa kutoka kwa vikundi vya kihafidhina ndani ya kanisa ambao walihisi kuwa alikuwa akienda kinyume na mafundisho ya jadi. Mola na ailaze nafsi yake Papa Francis mahali pema peponi. James Baraka, Runinga ya KU.